kanisa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simulizi yetu ya kwanza inatoka katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 kuanzia mstari wa 8 mpaka 37. Hii simulizi inahusu mtumishi wa Mungu Elisha pamoja na mwanamke ambaye hakutaja jina kwenye Biblia, ambaye alijulikana kama mwanamke Mshunami. Elisha alikuwa akienda kufanya kazi ya Mungu eneo linaloitwa Shunemi. Ndiko alipokuwa akienda kufanya kazi ya Mungu mara kwa mara akiongozana na mtumishi wake Gehazi. Huko alipokuwa akienda Shunami, kulikuwa pia kuna mwanamke mwenye cheo, hakutaja jina pia, lakini alijulikana kama mwanamke mwenye cheo ambaye alikuwa akiishi na mume wake. Elisha kila alikuwa akienda huko Shunemi, mwanamke yule alikuwa akimuona kwamba mtumishi anapita. Kila wakati mtumishi anakuja Shunemi kufanya kazi ya Mungu, mwanamke Mshunami alikuwa akimkaribisha kila mara. Kila akija anamshirikisha, karibu ule chakula nyumbani, karibu ule chakula nyumbani, unywe maji. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu alikuwa hana shida, kila akienda Shunemi kufanya kazi ya Mungu alikuwa na uhakika kwamba anaweza kupata chakula nyumbani kwa mwanamke Mshunami. Basi baada ya kuona kwamba mara kwa mara Shunemi akila akija Shunemi anakula chakula anaondoka, yule mwanamke akaenda kwa mume wake. Akamwambia, mume wangu, huyu namuona kama ni mtumishi wa Mungu na ni mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo pembeni, ili kila akija huku Shunemi aweze asishie kula na kuondoka, ila aje ale na pia aweze kulala hapa tunapokuwa tumemfanyia chumba. Kwa maombi yao mume wake akakubali, wakamjengea chumba pembeni kidogo, wakaweka kitanda, wakaweka kiti, meza pamoja na kinara cha taa, kwamba mtumishi akija kifae kwa ajili ya matumizi na aweze kulala, asishie kuja akala akaondoka, bali apate huduma zote ya malazi pamoja na chakula. Basi ikawa siku moja Elisha alipoenda tena Shunemi kufanya huduma kama ilivyo kawaida, akaenda. Alipofika hakuishia kukaribishwa kula chakula, bali yule mwanamke akamkaribisha kwamba karibu utakula chakula, lakini kuna chumba ambacho tumekufanyia hapa pembeni kwa ajili yako, utakula na pia utalala hapa. Kwa kuona huduma hiyo, Elisha alishangazwa na yale matendo ambayo mwanamke alikuwa akifanya pamoja na mume wake. Akamuuliza, kwa ukarimu huu uliotutendea, kwa haya mambo unayotutendea, je, utendewe nini? Elisha akiwa anamuuliza mwanamke hakuangalia shida aliyokuwa nayo, ila alichomwambia kwamba mimi nakaa hapa pamoja na mume wangu na jamaa zangu. Lakini Gehazi nadhani alikuwa kila akienda kwenye ile familia kuna vitu ambavyo walikuwa wanachunguza. Akajiongeza, akamwambia, tazama, huyu mwanamke anakaa hapa na mume wake ni mzee, lakini hawana mwana. Kwa kusikia hivyo, Elisha akamwambia yule mwanamke, mume wako yuko wapi? Akamwambia yuko nje. Basi akamwambia kamuite. Mume wake akaitwa. Walipokuja wakasimama mbele ya mtumishi Elisha, mtumishi akamwambia, mwakani majira kama haya mtamkumbatia mwana. Mwanamke kusikia hayo maneno alipigwa na kutoa ndani ya moyo wake. Akamwambia, mtakatifu wa Mungu, usiniambie uongo mimi mtumishi wako. Basi wakaendelea na maisha. Baada ya muda mfupi au miezi kadhaa, mwanamke akachukua mimba. Mwaka unaofuata, majira kama aliyosema mtumishi Elisha, mwanamke akapata mtoto wa kiume. Basi maisha yakaendelea, wakawa wanaendelea kama kawaida, mtoto akakua. Siku moja mtoto akiwa, baba alikuwa ameenda shambani na mtoto wake, ilikuwa ni wakati wa mavuno. Wakiwa shambani, mtoto akaanza kuumwa kichwa. Analalamika, baba kichwa kinaniuma, baba kichwa kinaniuma. Kuona hivyo, baba hakuweza kuendelea kukaa na mtoto shambani. Akamwambia mtumishi, naomba umchukue mtoto umpeleke kwa mama yake nyumbani. Basi mtumishi alifanya kama alivyoagizwa na bwana wake.
Wakaenda nyumbani, akampeleka mtoto, akarudi shambani kuendelea na kazi. Wakiwa nyumbani, mama akampokea mtoto, alimhudumia, akakaa naye pale, akaendelea kumhudumia akitarajia kwamba mtoto hicho kichwa kitapona. Lakini matokeo yake baada ya muda ikafika jioni, mtoto akafariki. Akiwa bado yuko na mama yake, na mama amekaa mikononi mwa mama yake. Mama alichofanya, akamchukua mtoto, akampeleka kwenye kile chumba ambacho walimjengea mtumishi, akamlaza kwenye kitanda kile ambacho alikuwa analala Elisha. Kwa hiyo akamlaza yule mtoto pale, akafunga mlango, afu akamwita mume wake. Akamwambia, mume wangu, naomba unipe punda mmoja na mtumishi wako ili nimfuate yule mtumishi wa Mungu. Mume wake akamwambia, mbona kama ni jioni? Kwa nini usisubiri uende wakati mwingine au kesho? Yule alijaribu kuzuiwa na mume wake kwa kuambia kwamba ni jioni, lakini mwanamke akaona hapana. Akamwambia, si neno, nitaenda na kurudi. Basi akapewa punda na mtumishi wake, wakaongozana. Akamwambia yule mtumishi, usiende mwendo mdogo mpaka nitakapokuambia simama. Basi wakaenda kumfuata mtumishi Elisha huko alipokuwa. Wakiwa mbali wanakuja, Elisha akamuona yule mwanamke Mshunami. Akamwambia Gehazi, namuona mwanamke Mshunami anakuja, naomba uende ukampokee. Ukienda hapo, ukiwa unampokea, muulize, wewe hujambo? Mumeo hajambo? Na mtoto hajambo? Basi Gehazi akatoka, akakimbia kwenda kumlaki, akamuuliza maswali kama alivyoagizwa na Elisha. Lakini matokeo yake yule mwanamke akajibu hajambo. Yaani yeye akajibu neno moja tu, hatujambo. Basi wakarudi wote kumfuata Elisha alipokuwa. Alipofika pale Elisha alipokuwa, akaenda kumwangukia Elisha miguuni huku akilia. Basi Gehazi akajaribu kumzuia ili amtoe kwenye ile miguu ya Elisha. Elisha akamwambia, mwache. Mwanamke anaonekana na uchungu mkubwa, lakini Bwana hajaniambia, amenizuia, hajaniambia hichi kitu. Basi mwanamke katika uchungu huo akaanza kumwambia Elisha kwamba sikukwambia usinidanganye? Mbona mimi sikuomba mtoto? Kwa nini umenidanganya? Basi Elisha kwa kusikia hayo maneno akapata ufunuo, akamwambia mtumishi wake Gehazi, chukua fimbo yangu, utangulie naye, uende mpaka alipolala mtoto, ukamguse, lakini ukiwa naenda njiani usizungumze na mtu. Gehazi akafanya kama alivyoambiwa na bwana wake, akaenda kitangulia. Nadhani Elisha na yule mwanamke wakiwa wakifuata taratibu. Akiwa ameenda, huyu Gehazi akachukua fimbo, akaenda kumgusa mtoto kwenye paji la uso kama alivyoelekezwa na Elisha. Lakini yule mtoto hakuamka. Basi akarudi akamwambia Elisha kwamba huyu mtoto ameshindwa kuamka. Elisha kwa kuona hivyo wakaamua kufika wenyewe nyumbani. Alipofika akawatoa wote, hawakuingia wote kwenye kile chumba ambacho mtoto amelazwa. Akaingia mwenyewe, akafanya maombi kama alivyokuwa ameongozwa na Bwana na Mungu, akamhudumia mtoto na hatimaye mtoto akaamka. Baada ya mtoto kufufuka, akamkabidhi mama yake. Simulizi yetu kwa kifupi inaishia hapo. Sasa tunajifunza nini kwa kupitia huyu mwanamke Mshunami? Cha kwanza ambacho tunajifunza siku ya leo kama kanisa ni ukarimu ambao mwanamke alikuwa nao. Alionyesha ukarimu mkubwa kwa mtumishi wa Mungu au kwa mtu ambaye alikuwa akipita, kwa sababu mara ya kwanza alipomkaribisha hakujua kama ni mtumishi wa Mungu, lakini alipokuwa akienda mara kwa mara ndipo akajua kwamba ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo alimkaribisha mtu ambaye hamfahamu nyumbani kwake, akamkarimu, na ndipo na sisi kama kanisa tunapojifunza kwamba tuwe wakarimu, haijalishi tunamfahamu mtu au hatumfahamu, lakini tuwe wakarimu. Jambo la pili ninalojifunza ni utii. Huyu mwanamke alikuwa ni mtii. Kwanza alikuwa ni mtii kwa Mungu, kwamba kila alichokuwa anakisikia ndani afanye ni maagizo ambayo alikuwa anaona yanatoka kwa Mungu. Na ndio maana aliweza hata kumshawishi mume wake kwamba mume wangu, ninaomba tufanye hiki, kwa sababu alisikia ndani yake. Ule utii wa kusikia sauti ya Mungu ndani inayosema
Ndio na sisi wa Kristo siku ya leo tunatakiwa tujifunze. Utii alioonyesha pia alionyesha kwa mume wake. Kwa nini nasema kwa mume wake? Kwa sababu huyu mwanamke tangu tunaanza walituambia kwamba ni mwanamke mwenye cheo. Kwa mwanamke mwenye cheo kwa wakati huu, kwa sisi tunaongozwa na mwanamke ambaye ni rais. Tunaweza kusema alikuwa ni rais au waziri mkuu au waziri mwenye nyadhifa yoyote. Lakini Biblia inatuambia hakuna kitu ambacho alikifanya kwenye familia yake bila kuhusisha mume wake. Na maana angekuwa anatumia cheo chake, angekuwa anafanya chochote kile bila kumshirikisha mume wake. Lakini alionyesha utii wa hali ya juu kwa mume wake, na ndio maana kila kilichokuwa kinaendelea, hata kumjengea nyumba mtumishi, alienda kwanza kumuomba mume wake. Hiyo inatuonyesha utii, na sisi natufundisha kama kanisa tuwe watii kwanza kwa Mungu, pia kwa wale wetu tunaoishi nao, hasa wanawake tuwatii waume zetu, maana ndio watoto wa Mungu. Kitu cha tatu ni utulivu ambao mwanamke alikuwa nao. Baada ya tatizo kumkuta, amegundua kwamba mtoto amefariki kwa mikononi mwangu. Yule mwanamke hakupani. Alitulia, na ndipo alipopata maarifa. Au naweza nikasema alipata ufunuo kwamba kile chumba ulichokitoa kama sadaka ndio ukamlaze mtoto yule pale pale ulipomlaza. Kwa sababu angeweza kumlaza kwenye chumba ambacho siku zote analala. Lakini kwa utulivu aliokuwa nao ndani, akaweza kupata ufunuo kwamba nenda kamlaze mtoto kwenye kile chumba ambacho ulikitoa kama sadaka. Kwa utulivu huo na tunajifunza kama Wakristo, haijalishi tunakutana na changamoto ngapi kwenye maisha, lakini tumuombe Mungu atupe utulivu ule wa ndani. Kwa kupitia huo utulivu Mungu ataweza kufanya kitu ambacho kitatusaidia kuvuka kwa wakati huo. Kingine ambacho tunajifunza ni kutokata tamaa. Yule mwanamke alipokea muujiza wake ndio, ambaye ndio alikuwa ni mtoto. Kwa matendo yale ya ukarimu ambao muujiza hakutegemea, akapata. Akiwa anaendelea na maisha, changamoto ikamkuta, mtoto kafariki. Yeye hakuona kama ni mwisho wa changamoto yake, ndio maana hakupiga yowe pale mtoto alipofariki. Hakulia kwamba mwanangu kafariki, sasa na mimi ndio mwisho wa kila kitu. Alichokifanya, hakukata tamaa, hakuona kwamba yani hapa ndio mwisho wa muujiza wangu. Akakaa kimya katika hali ya utulivu, na katika kutokata tamaa akaenda kumfuata mtumishi. Na yaani kwa maana nyingine kwa Wakristo wa leo, kumfuata mtumishi ni kwamba unaenda kumkumbusha Mungu kwa kile kizuri ulichofanya mbele za Mungu. Kwamba Mungu, nilifanya kitu fulani, nilifanya kitu fulani kwako, hata nitoa sadaka fulani, kumkumbusha Mungu. Maana Mungu mwenyewe pia anataka tukumbushe ili aweze kutupatia zile haja ambazo tunamuomba. Kwa hiyo tusikate tamaa. Changamoto ni nyingi katika maisha haya, lakini tunawasihi na Mungu atusaidie tusiwe watu wepesi wa kukata tamaa. Mungu yupo na atusaidie.